بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tuendelea na madarasa haya ya kumweleza bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika kitabu cha Al-Qadhi Iyadh rahmatullah alayhi cha Ashifa bitarifi huquqi al-Mustafa. Na subhanallah, tulikuwa tumefika katika maelezo ya kumuelezea sifa zake bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na sehemu hii Al-Qadhi Iyadh atazungumzia ukamilifu mwingine ama ukamilifu bwana Mtume kwa upande mwingine. Asema atazungumzia kuhusu ukamilifu wa akili yake na uwerevu wake na ukali wa macho yake na mambo kama hayo. Asema Al-Qadhi Iyadh kuwa mtu yoyote ambaye atamsoma bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, mwenye kupitia sira zake, mwenye kupitia maisha yake, ataona namna ambavyo bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akili yake imetimia, imekamilika kabisa. Mpaka asema mmoja katika matabiina aitwa Wahab ibn Munabbih, asema mimi nimesoma katika vitabu 71 na yani vya kumweleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nimeona kuwa ama nimepata kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akili yake ndio ilikuwa ina nguvu zaidi, akili yake ndio yenye fahamu zaidi, na ndio alikuwa na rai ambayo ni bora kuliko watu wote. Na katika sehemu nyingine yeye asema mimi nimepata kuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ameweka katika akili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hajaweka katika mwanadamu yoyote mwingine. Yani yalioko katika akili ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ambavyo yeye anaweza kuona mambo, namna ambavyo bwana Mtume ameamiliana na watoto, namna ambavyo ameamiliana na maadui, namna ambavyo ameamiliana na wanawake, namna ambavyo ameamiliana na wanaompenda. Hii yote inaonyesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ambavyo akili yake imetimia. Na ni kweli yeye atakuja atataja baadaye inshallah baadhi ya hizi sehemu, lakini mtu aweza tu kuangalia sira za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama sira ya bwana Mtume, na utaona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na akili iliyotimia. Siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja mtu pale msikitini, amekojoa azakumullah, yani ameleta najisi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam angalia namna alivyoamiliana naye, hakumfukuza, hakumpigia kelele, amemuita pole pole. Baada ya kumaliza tena, na maswahaba walikuwa wataka kumkatiza, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita, akamwambia kwa upole, akamwambia hapa ni msikiti, hapa ni sehemu ambapo watu wanaswali, wanaabudu Mungu, si sehemu ya kuja mtu kukidhi haja. Kwa upole yule mtu mwenyewe akafurahi, mpaka akasema Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Mpaka yule mtu akasema wewe Mwenyezi Mungu turehemu mimi na Muhammad tu, wala msirehemu mtu mwingine pamoja na sisi. Subhanallah, angalia namna ambavyo bwana Mtume ameamiliana naye yule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia siku moja anakuja mmoja wa wajukuu zake, imma ni Saidina Al-Hasan au Saidina Al-Hussein, yeye bwana Mtume yuko juu ya mimbar anatoa khutba. Anakuja Saidina Al-Hasan huko, ile kanzu ama ile nguo alovani ndefu kidogo, basi inamwangusha, maana alikuwa bado mdogo. Anakaribia kuanguka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka kwenye mimbar kwa upole, akambeba yule mjukuu wake. Akasema hawa watoto ni fitna kwetu sisi, yani hawa watoto ni mtihani, sio fitna ati jambo baya, la, yani ni mtihani Mwenyezi Mungu ametupa. Bwana Mtume sallallahu alaihi ameshuka mpaka kutoka kwenye mimbar. Angalia yule mtoto anahisi vipi kwa muamala kama huu. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akili yake ilikuwa imetimia. Kisa cha mwisho taona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja alikuja kijana akamwambia ya Rasulullah idhan li bizina, Mtume Mwenyezi Mungu nipe idhini mimi nizini, waliyadhu billah. Gali lao ingekuwa ni mtu kiongozi katika zama zetu, mtu akaja mbele za watu akasema neno kama lile, ingekuwa ni vita, tungemfukuza, tungemwambia wewe huna heshima, wewe huna adabu. Lakini muangalie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita yule kijana, kisha akamuuliza kwa upole, je, ungependa afanyiwe dadako? Je, ungependa afanyiwe binti yako? Je, ungependa afanyiwe mamako? Je, ungependa afanyiwe ukhti yako? Yule mtu yule kijana akakataa, na ndio ikawa njia ya kumtibu yule mtu.
mpaka yule kijana mwenyewe katika hadithi yasemaje, mimi nilipokwenda pale nilikuwa napenda zina sana waliadhu billah, lakini aliponieleza bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi hakuna kitu nimekichukia katika dunia kama zina. Subhanallah. Kwa hivyo hii ni ukubwa ama ni ukamilifu wa nani, wa akili ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na visa ni vingi. Na imekuja katika Muwatta na pia imekuja katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, hadithi iliyopokewa na Sayyidina Anas, bwana mtume anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la arakum min wara'i dhahri, inni la arakum min wara'i dhahri, mimi nawaona nyinyi kutoka nyuma yangu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaona mbele kama anavyoona nyuma. Na katika baadhi ya riwaya anasema inni la andhuru min wara'i kama andhuru ila ma baina yadayya, na ila man baina yadayya. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mimi naona ama naangalia upande wa nyuma kama ninavyoangalia upande wa mbele yangu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika riwaya nyingine anasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la ubsiru min ghafaya kama ubsiru min baini yadayya. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi naangalia kwa nyuma ama naona kwa nyuma kama ninavyoona mbele. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ndio hali aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maana anasema yani Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu amemjalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuweza kuona kwa nyuma. Kimeujiza ni katika hususia zake, ni katika miujiza yake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na imekuja pia katika hadithi sahihi nyingi tu kwa bwana mtume ameona malaika, sio mara moja, sio mara mbili. Imekuja katika hadithi sahihi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameona mpaka mashaitani sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na imekuja pia katika hadithi sahihi kuwa bwana mtume asema sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa mimi nilifunguliwa sitara zote, nilifunguliwa ile itwaje vizuizi vyote mpaka nikamwona yule Najashi alipokufa nikamswalia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na imethubutu katika hadithi kwa bwana mtume amemswalia yule Najashi. Katika baadhi ya hadithi imeweka wazi kabisa kuwa ile itwaje hijabu zote ama pingamizi ama vizuizi vyote vilifunguka, bwana mtume ikawa anaweza kuona jeneza la nani, la Najashi, ndio maana akafanya nini, akamsaidia, akamswalia. Kisha pia katika hadithi imekuja bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa aliletewa ile Baitul Maqdis. Katika kisa cha Isra na Miraji aliletewa ile Baitul Maqdis mpaka ikawa anaiona kana kwamba anaiona sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani la ilaha illa Allah. Wale makureishi walipopinga akamwambia, hebu tusifie Baitul Maqdis, wewe wasema umekwenda, tusifie Baitul Maqdis. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, mimi sikwenda kuiangalia ile Baitul Maqdis, lakini asema Jibril aliniletea ile Baitul Maqdis mpaka kwenye macho yangu kana kwamba naiona, kisha ikawa ananizungushia. Subhanallah. Baadhi ya watu maskini kitambo walikuwa wanaona hili jambo haliwezekani, sijui nini vipi iko Maka ameletewa Baitul Maqdis. Sisi katika zama zetu Mungu kama ambaye anajaribu kutu ongeza imani, manake tunaona haya mambo live. Mtu anaweza kufuatilia mambo ya Saudia kutoka huku kwetu Kenya, utaangalia live wale maimamu naswalisha live sehemu yote nyingine. Waona ule wakati kile kitendo kinatokea kule, na sisi pia hapa tukiona kwa TV tu, ama kwa simu tu, kwa YouTube tu. Yani manake mzungu ameweza kwa teknoloji, kwa pamoja na udhaifu wa mwanadamu ameweza kutengeza kitu kama hicho, basi Mwenyezi Mungu hawezi kumfanyia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam imethubutu katika hadithi muujiza kama huu. Naam. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha pia katika mambo ambayo ametaja Al-Qadhi Iyadhi ambayo tutazungumzia ni maneno ya Saidina Abu Huraira akionyesha nguvu za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ile himma yake na energy yake. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatushinda sote katika kutembea. Saidina Abu Huraira asema, ma ra'aytu ahadan asra'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi mashihi ka'annama al-ardu tutwalahu inna lanujhidu anfusana wa huwa ghairu muktarithin. Asema Saidina Abu Huraira kuwa sisi hatukuona mtu ambaye anatembea haraka kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena ilikuwa yani ni kama kana kwamba ile ardhi inafanya nini, inakunjwa kwa ajili yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema sisi utaona tunatembea haraka, tunakazana, lakini bado hatumfikii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye hata yuaenda bila kujisumbua. Kwa hiyo pia ni katika miujiza yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwa anakwenda mwendo haraka pamoja na kuwa yani haonekani kama anaweka nguvu nyingi. Naam.
tutakomea hapa inshallah. Yeye al-Qadhi Iyadh anaendelea tukutaja sifa za bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tutaendelea katika madarasa yanayokuja. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.